يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم. أنا سيما وتمسك كل قائل، na akashikamana kila mwenye kusema katika nini, katika masala hiyo ya idadi, bidalili, kwa dalili jaa fihi dhikru dhalika aladad, ambayo imekuja ndani yake katika hiyo dalili kutaja hiyo idadi kama ambavyo tumezisoma hapo. Fa afada alilma, hiyo idadi ilipokuja ikafidisha nini? Ikafidisha elimu. Kwa hiyo na mutaatir inafidisha elimu, kwa hiyo lazima ifike idadi. Walaysa bilazim an yafarida fi ghairi, na si lazima ipatikane jambo hili la elimu liendane katika idadi nyingine, lihtimali likhtisas, kwa kuwa inawezekana kwamba kunakusudiwa mahsusi wa hii idadi, lihtimali alikhtisas. Kwa hiyo wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan, Musa amewachagua katika watu wake watu 70. Wanasema watu 70 hawa Musa idadi hii ndio walokinai, kwa hiyo na sisi tunakinai kwa idadi hii. Wakiambiwa basi inawezekana pia vile vile 20 pia tukakinai, wanasema hapana, kwa sababu ile kitendo cha kuchagua 70 kuna maanisha kwamba kuna umahsusi fulani wa hii idadi. Ndio maana haya maneno walaysa bilazimin an yafarida fi ghairihi, na si lazima jambo hilo lipatikane na kuendana katika idadi nyingine, lihtimali likhtisas, kwa kuwezekana na kudhanika kwamba kuna umahsusi wa hiyo idadi, ndio maana ikatajwa hapo. Naam. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموح لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. نعم. Kwa hiyo anaendelea bado kukufahamisha nini hadithi nini mutawatir. Anasema fa idha warada al-khabar, itakapokuja habari kwa maana hadithi, kadhalika katika namna hiyo, wandafa ilayhi, na ikaongezeka katika hilo jambo, an yastawi al-amru, jambo kuwa sawa, fihi, katika hiyo habari, fil kathra, katika wingi. Maana imekuja katika namna hiyo tunayosema kwamba ada haiwezekani hawa wakakusanyika katika uongo, halafu tukiongeza kwamba idadi imekuwa sawa katika kila nini, kila tabaka, katika tabaka isnadi, min ibtidaihi ila intihaihi, kuanzia mwanzo wa sanadi mpaka mwisho wa sanadi, tupo idadi imekuwa sawa. Sasa idadi imekuwa sawa, kuna hali mbili. Kuna hali ya mwanzo idadi imekuwa sawa bimaana alistiwa, kwa maana masahaba ni 5, tabiina 5, atba'u tabiina 5, na kuendelea 5, yani namba 5 katika sanadi yote. Hii idadi imekuwa sawa. Na kunawezekana wakati mwingine ikawa 5 yetu tunaihifadhi, lakini na ziada tunaipata. Mathalan masahaba 5, tabiina wakawa 9, atba'u tabiina wakawa 10. Ile 5 tunafanya tunaipata moja huko, lakini tunapata na nini? Na ziada. Je, hii inaingia nayo katika mutawatir au haingii, au lazima ile 5 ya mwanzo? Ibn Hajar akasema wal muradu bil istiwa, na makusudio ya kuwa sawa katika kila tabaka, alla tanqusa al kathra al madhkura, usije ukapungua ule wingi uliofanya uliotajwa. Ina maana kama masahaba wawe 5, tukisema iwe sawa, maana yake isipungue tu hii 5. Ina maana kama itakuwa 5 mpaka inamaliza, hiyo ndiyo 5, 6, 7 na kuendelea, hiyo pia ndiyo, kwa sababu kusema kusudio ya kwamba iwe sawa, maana yake idadi isifanye nini, isipungue. Anasema hizi ziada huna matluba min babil aula, kwa vile ziada hapa inatakikana, ikitakiwa min babi aula. Anasema ni katika mlango unaostahili zaidi ikitokea ziada. Wa an yakuna, anaingia sharti la pili. Ina maana sharti la mwanzo ya hadithi mutawatir kwamba ada na desturi hawa watu hawajawezekana kuwa wamewafikiana katika jambo la nini, la uongo. Sharti la pili iwe imepokelewa na kathra, ambayo hii kathra ipo katika jami'ul isnad, katika sanadi yote wingi uwepo. Sharti la tatu, wa an yakuna mustanadu intihai al-amr, na iwe egemeo la kumalizika lile jambo. Yani hii hadithi yetu, tegemeo letu la mwisho tunalolitegemea al-mushahad, ni mtu kuona, awe mtu ameona, awe anasema raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo al-mushahad anakusudia kuona,
kushuhudia, au almasmu' au kusikia, aseme sami'tu, haddathani, akhbarani, iwe. Kwa hiyo kwa Kiswahili kingine iwe tegemeo ya hili habari ni hisia. Ikiwa tegemeo ni hisia, basi hiyo ni mutawatir. La ma thabata biqadiyati al-aqli as-sirfi, sio kile ambacho kilichothibiti kwa akili iliyokuwa ya khalis. As-sirfi maana yake khalis, sio ile ambayo imethibiti kwa akili khalis. Nini maana hiyo? Maana hiyo mathalan duniani kote ukienda ukimwambia mtu 1 jumlisha 2 atakwambia ngapi? 3. Kokote utakapoenda 1 jumlisha 2 3, lakini hatuwezi kusema 1 jumlisha 2 3 ni mutawatir. Kwa nini? Kwa sababu hii ni kadhia za nini? Za kiakili. Tupo. Au mfano kwamba nusu ni chini ya 1. Nusu ni chini ya 1. Hii ni kadhia nini? Ya kiakili. Hii haiwezekani ikawa mutawati. Kwa hiyo mutawatir lazima iwe kwa nini? Kwa hisi. Mtu aseme akhbarana au aseme raaitu au aseme sami'tu. Hii ndio itakuwa mutawatir. Lakini ikija kadhia za kiakili tupo. Naam, اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحسا، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. نعم. anasema فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، itakapokusanya sharti hizi 4 alizozitaja, sharti hizi 4, wahia nazo hizo sharti 4 adadun kathira. Ya kwanza iwe anyaruiahu adadun kathir, iwe mpokelewa na idadi iliyokuwa ni kubwa. Halafu ihalatul ada, yani kufanya jambo ni muhali, ada kufanya hili jambo kuwa ni muhali. Tawatu'ahum wa tawafuqahum ala al-kadhib. Tawatu'ahum wa nini tofauti kati ya tawatu wa tawafuq? Haya masala ya fiqh lugha. Asili ya tawatu wa tawafuq ni kitu sawa tayari hapo, lakini watu wa ulama lugha watofautisha. Tupo sawa wanasema wenyewe ni sawa na nazala wa habata, yote kwa maana kuteremka, lakini vitu vile tofauti. Dhahaba wa masha, vitu vile tofauti. Sasa tawatu wanasema at-tawatu ni tashawuruhum alayhi wat-tawafuq, kushauriana katika jambo na kuwafikiana. Hii ndio tawatu. Ina maana tawatu ni kubwa zaidi kushauri. Yani hii tawatu wanakaa sasa, mfano darasa ndio tunakaa, jamani tunataka tutunge hadithi. Kwa hiyo hadithi yetu tuweke katika sanadi maalum, na sote mtu yote anapohadithia pande yote anapofika hadithi hivyo hivyo. Hii inaitwa nini? Tawatu. Maana wamekaa hasa kwenye kibaraza wakashauriana katika nini. Lakini tawafuq hailazimishi hivyo, lakini ada inatuonyesha kwamba hawa inawezekana wakawafikiana. Mathalan unaweza ukakuta baadhi ya miji, unaweza kukuta kuna jambo ambalo limeenea katika mji huo tu, wala hawajakaa kawafikiana, lakini kwa vile inawezekana mtu mmoja tukalianzisha na wao vile madhali wako pale pale, basi wote wakapokea hivyo hilo jambo. Mfano nini? Al-Kasusi. Al-Kasusi hivi. Mfano Popo Bawa au sio? Mfano kama Popo Bawa. Yaani Popo Bawa inawezekana watu hawajakaa wakashauriana. Sanifahamu. Kama Popo Bawa watakuja mwezi fulani. Lakini siku zimepita, inawezekana wengi hawajui. Yako masala Popo Bawa watu wakalala nje. Nasema ya Popo Bawa. Lakini kuna tawafuq. Watu wametiana ujinga. Wote Unguja nzima wametiana ujinga. Popo Bawa tena bana kama hujasema kuja tena. Lakini ukija, je, watu walikaa kibarazani wakayazungumza haya? Hakuna lokaa kibarazani, lakini wamefanya nini? Wamewafikiana. Kwa hiyo hii ni tawafuq. Lakini tukikaa tukianza kulidiscuss jambo lazima iwe hivi, hii inakuwa nini? Tawatu. Tutafahamiana jamani? Sasa mutawatir iwe hali zote mbili ziwe haziwezekani kiada. Haiwezekani kuwafikiana hawa watu, kadhalika hawawezekani kufanya kukaa shura wakawafikiana katika hili jambo. Mfano kama tunavyosema, mfano kama Qur'ani
huwezi dunia nzima ndio inasoma hivyo, hauwezi kusema kwamba dunia nzima wamekaa wakashauriana iwe hivyo wala wakawafikiana katika jambo hilo, kwa sababu huyu anasoma mahadhi yake na huyu mahadhi yake, lakini kitu hicho kimoja. Tupo jamani? Nafikiri atakuwa tunatofautisha kati ya tawatur na tawatur. Rawau anasema rawau dhalika, wao wamelipokea jambo hilo an mithlihim, kutoka kwa mfano wao. Ndio ile tunasema idadi iwe sawa. Min al-ibtidai ila intiha, kuanzia mpaka mwishoni. Kwanza inapoanza sanadi mpaka mwisho. Kana mustanadu intihaihim al-hiss, na iwe nini, ikawa tegemeo la kumalizia kwao ni nini, ni hisia, ima aseme sami'tu au akhbartu au ra'aytu. Wandafa ila dhalika, na ikaongezeka katika hilo jambo an yashaba khabarahum ifadatul ilm, yani isuhubiane ile habari yao na jambo la kufidisha elimu, lisami'ihi, kwa yule mwenye kusikia. Fahadha huwa almutawatir, hii ndiyo hadithi ambayo ni mutawatir. Naam. قال رحمه الله تعالى: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. نعم. Alafu akasema wakati mwingine, hada anaendelea kusema, wakati mwingine hadithi inawezekana haya masharti yote yapo, lakini sharti moja likakosekana. Ndio akasema wama takhallafat ifadatul ilmi anhu, na ile ambayo itakayokosa kufidisha elimu katika hilo jambo, imekuja katika masharti yote lakini haijafidisha nini, elimu, kana mashhuran faqat, hiyo itakuwa nini, ni mashhur, sio mutawatir. Fa kullu mutawatirin mashhur, kila mutawatir nini, ni mashhur, min ghairi aks, bila aks. Kwa ibara nyingine ya kiusuli tutasemaje, umumun wa khususun mutlaq, tupo kullu mutawatir mashhur min ghairi aks. Naam. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض المانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق 2 أو ب3 فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، أو بهما أي ب2 فقط أو ب1 فقط. نعم. anasema وقد يقال, na panaweza pakasemwa, inna shuruta al-arba'a, hakika sharti 4 idha hasalat, zikipatikana, istalzamat husul al-ilm, hizi zitalazimisha kupatikana hii elimu. Wa huwa kadhalika fil ghalib, na jambo hilo ndio hivyo hivyo katika mara nyingi. Lakini qad yatakhallaf 'anil ba'd, lakini inawezekana ikakosekana katika baadhi ya hali, limani'in, kwa kizuizi. Anasema mfano aljahl biha, kutokujua juu ya hilo jambo. Waqad wadaha bihadha at-taqrir ta'rifu al-mutawatir, na imekaa wazi, waqad wadaha, na imekuwa wazi, bihadha at-taqrir, na maelezo haya, kwa maelezo haya imekuwa wazi, ta'rifu al-mutawatir, taarifu ya mutawatir. Wa khilafuhu qad yarid bila hasrin, na kinyume chake inaweza ikaja njia zikaja bila ya idadi maalum aidha vile vile, lakini ma'a fuqdani baadhi shurut, lakini pamoja na kukosa baadhi ya sharti. Ina maana ikija bila idadi maalum lakini imekosa sharti, hiyo inawezekana ikawa mashuhuri, sio mutawatir. Au ma'a hasrin, au wakati mwingine inawezekana ikaja na idadi maalum, bima fawqa al-2, ukaidhibiti kwa njia zaidi ya 2. Kwa maana hii hadithi imekuja katika kila tabaka na njia zaidi ya 2 umedhibiti. Ai bi3 fasaida, yani kwa njia 3 na kuendelea. Ma lam tajtami shurutul mutawatir, muda wa kuwa hazija kusanyika zile sharti za mutawatir. Au bihima, au inawezekana ukaidhibiti kwa njia 2, kila tabaka ikaja kwa njia 2. Ai bi2 faqat, yani kwa njia 2 basi, au biwahidin faqat, au kwa njia 1 tu. Naam. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أن يرد ب2 ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تتقدمت. Haya yote maelezo yanayoelezea, maana anakusudia kueleza kwamba hadithi
tukiwa tunaangalia hii hadithi imekuja kwa sanadi ngapi, hadithi ina hali zake. Ima inawezekana hadithi ikawa sanadi yake inadhibitiwa kwa idadi maalum, au inawezekana hadithi sanadi yake haiwezi ikadhibitiwa kwa idadi maalum. Tupo ile ambayo haiwezi ikadhibitiwa kwa idadi maalum, halafu ikakusanya na zile sharti za hadithi mutawatir, hii la shaka itakuwa ni mutawatir. Ile ambayo inadhibitiwa kwa idadi maalum akagawa, anasema iko baadhi ya hadithi zina sanadi moja tu, kwa maana kila tabaka kapokea rawi mmoja, sahaba mmoja, tabiina mmoja, atbaa tabiina mmoja na kuendelea. Au inawezekana ikawa ina njia mbili, kwa maana sahaba wawili, tabiina wawili, atbaa tabiina wawili. Au inawezekana wakawa wamepokea marawi watatu na kuendelea, watatu na kuendelea, kwa maana sahaba watatu au wanne, muhimu ikawa hivyo, lakini haijafika katika zile sharti za nini, za mutawatir. Kwa hiyo hali zitakuwa ziko ngapi hizo? Hali zitakuwa ziko mbili, na ukizifanyia tafsiri hiyo moja katika hali mbili ambayo inakuja kwa idadi maalum, hiyo ipo katika hali tatu. Hii itakuwa ina njia moja au ina njia mbili au ina njia tatu na kuendelea. Tupo, hiyo ndio ikhtisari ya hayo. Na akatoa tanbihi, akisema kuna baadhi ya watu ukiwaambia kwamba hii hadithi ina sanadi imedhibitiwa kwa sanadi mbili, yani biithnaini, kwa marawi wawili, hatukusudii, hatulazimishi lazima kila sanadi iwe na watu wawili, yani kila tabaka maana kama masahaba wawili, matabiina wawili. Tunachokusudia hii idadi lazima ifanye nini, ipatikane. Ikizidi haina shida, hiyo pia itakuwa ina maana. Wenyewe katika masala haya ya sanadi wanasema al-ibra bil aqall, mazingatio kwamba hii tuijue hii sanadi hii yake ni sanadi gani, basi ibra kwa ile idadi iliyokuwa chache. Mathalan, ngoja tuanze kumalizia kabisa mambo mengine. Hadithi ambayo ina rawi mmoja katika kila sehemu, hii inaitwa nini? Gharib, inaitwa gharib. Hadithi ambayo ina marawi wawili katika kila tabaka, hii inaitwaje? Aziz. Hadithi ambayo ina watatu na kuendelea katika kila tabaka, hii inaitwa mashhur. Sasa ikaja hadithi mathalan sahaba mmoja, matabiina wawili, matbau tabiina watatu, hii hadithi tutaitaje? Hadithi hii tutaita gharib, kwa sababu ibra ni idadi chache na idadi chache moja ipo. Mathalan imekuja masahaba wawili, tabiina mmoja, atbau tabiina wawili, hii hadithi tutaita vile vile gharib, kwa sababu ibra ni ile idadi chache ambayo tumeona tabiina ni mmoja. Lakini umekuja watatu, wawili, wanne, watano, hii hadithi tunasema aziz, kwa sababu idadi yake ya chache ni mbili. Kwa hiyo al-ibra bi aqalli adadan, ibra ni ile ambayo idadi yake ni chache. Anasema Ibn Hajar, wal muradu bi qawlina, na makusudio ya kauli yetu, an yarida bi ithnaini, ije kwa kupokewa na watu wawili, alla yarida bi aqalla minhuma, isije ikapokelewa na idadi chache ya hao wawili. Fa in warada bi akthara, ikija na idadi zaidi ya wawili, fi baadhi almawadhi, katika baadhi ya sehemu, min as-sanad alwahid, katika sanadi iliyokuwa moja, la yadhuru, jambo hili halidhuru. idh al-aqallu fi hadha yaqdi ala al-akthar, hiyo qaida, al-aqallu yaqdi ala al-akthar, ile idadi chache ndio inahukumia ile idadi nyingi. idh al-aqallu, kwa vile ile idadi chache, fi hadha, katika ile jambo, yaqdi ala al-akthar, ndio inahukumia idadi nyingi. فالأول المتواتر, basi ile ya mwanzo ni hadithi mutawatir ambayo haijadhibitiwa kwa idadi maalum na ikatimia zile sharti. Wa huwa almufidu lililmi alyaqini, nayo ni ile yenye kufundisha elimu ya yaqini. Elimu ya yaqini maana yake ni ile alilmu aldharuri, ni elimu ya lazima ambayo la yahitaji ila albahth walistidlal, haihitaji kupekua na haihitaji dalili, haihitaji msomi, kila mmoja anayejua elimu hii, ndio alilmu alyaqini au alilmu aldharuri. فأخرج النظرية, basi ikatoa ile elimu ya nadharia, elimu ile ambayo inahitaji kusoma, ala ma yati takriruhu, kwa yale yanayokuja katika maelezo, bishurutihi allati taqaddamat, kwa zile sharti zake ambazo zimetangulia, yani sharti za hadithi mutawatir. Wal yaqin, na yaqini, huwa al-i'tiqadu al-jazim, ni itikadi ya kukata. Ukisikia yaqini maana yake ni itikadi ya kukata, al-mutabiq, yenye kuendana na uhalisia. Al-mutabiq inaendana na uhalisia.
وهذا هو المعتمد na hili ndio linalozingatiwa na kutegemewa anna al-khabar al-mutawatir kwamba habari mutawatir yufidu al-ilm ad-daruriyya inafidisha elimu ya lazima wa huwa alladhi yadhurru al-insanu ilayhi nao ni ile ambayo mwanadamu analazimika na kuijua hiyo elimu bihaithu la yumkinuhu daf'uhu katika namna ambayo haiwezekani yeye kujizuia asijue hiyo elimu. Mfano kama kujua kwamba moto unaunguza, hakuna mtu akasemea jahili niko sijui kama unaunguza huo, sababu ni elimu ambayo dharuri la yumkinu daf'uhu. Waqila la yufidu al-ilma illa nadhariya, na pamesema kwamba hii hadithi mutawatir vile vile haifidishi elimu isipokuwa nini? Nadharia. Wako waliosema, na waliosema katika hao wengi ni katika Ash'ari, mathalan kama Imam al-Haramain anasema hivyo kwamba hadithi mutawatir inafidisha ilmu nadharia. Kadhalika mathalan Abu al-Husayn al-Basri ambaye ni katika Mu'tazila, wal-Ka'bi na vile vile katika Mu'tazila, hao wote wanaona kwamba hadithi mutawatir na vile vile inafidisha nini? inafidisha nadharia, haifidishi al-ilma al-yaqin. Walaysa bi shay, haja naona alipiga radi walaysa bi shay, jambo hilo si chochote, kwa maana hii inafidisha al-ilm al-yaqin. Ayo aliyosema Imam al-Haramain, ayo aliyosema Abu al-Husayn al-Basri na al-Ka'bi, hayo yote sio kitu chochote. Lianna al-ilma bil mutawatir hasil, kwa sababu elimu bitawatur, kwa vile hadithi kuja kwa njia ya tawatur, hasil yenye kupatikana liman laysa lahu ahliyatu an-nadhar, kwa yule ambaye hana kustahiki elimu. Ahliyatu an-nadhar, ile kustahiki kwake kielimu alokuwa hana, pia anajua anaipata hii elimu. Kal'amii, kama yule mtu ambaye hajasoma. Watu wote, hata mtu ambaye hajasoma anakuambia kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Ukiambia tatizo nini, watu wanakuambia hiyo imeteremshwa kutoka kwa Allah, na alokuja na Jibril. Hahitaji kukaa skuli au kukaa darasani ukafanya kasomesho. Idhin nadharu, kwa vile tukisema nadhar, mtazamo, elimu ya mtazamo, kwa maana elimu ya kusoma, tartibu umurin maaluma, ni kuyapanga mambo yenye kujulikana, au madhmuna, au yale mambo yenye kudhaniwa, yale mambo yenye kujulikana kwa elimu maalum au yenye kudhaniwa, yutawassalu biha ila maalum, ambao panachukuliwa kama ni wasila ya kuelekea katika jambo fulani lenye kujulikana, au madhnuni, au jambo ambalo lenye kudhaniwa. Haya masala mengine jamani, mnapiwa maksudi zile akili zetu zichike hivi tayari hapo. Walaysa fil aami ahliyatu dhalika, wala mtu alipo hajasoma hana ahalia ya hilo jambo, hastahiki yeye hiyo kujua kwamba apange kwamba utaratibu wa jambo lipo hivi, alafu ajue kwamba hili jambo likipangwa hivi maana yake natija yake tunapata elimu fulani. Sio mambo ya ammi. Falau kana nadhariyan lama hasala lahu, laiti ingelikuwa ni elimu ya nadharia hii inosawisha na mutawatir, lamma hasala lahu, kwa wao singepatikana elimu. Walaha bihadha at-taqrir, na inadhihirika kwa takriri hii alfarqu baina al-ilmi ad-daruri, tofauti iliyokuwa baina elimu ya lazima wal ilmi an-nadhari, na ile elimu ya kusoma. Idhi dharuri yufidu al-ilma bila istidlal, kwa vile ile elimu ya lazima inafidisha elimu bila kutafuta dalili, bila istidlal, bila kutafuta elimu na upekuzi. Wan-nadhari, na ile elimu ya usomi, yufiduhu, inafidisha elimu, lakini ma'al istidlal, lakini pamoja na kutafuta dalili na kusoma na kupekua ndio unapata elimu, ala al-ifada, katika kutoa faida. Wa anna ad-daruriyya, na kwamba elimu ya lazima yahsulu likulli sami'in, inapatikana kwa kila mwenye kusikiliza. Wan-nadhari, na elimu ya kusoma la yahsulu illa liman fihi ahliyatu an-nadhar, haipatikani isipokuwa kwa yule ambaye anakustahiki ule elimu, ule mtazamo anastahili. Na ndio maana ukisomesha nahau sio watu wote wanafahamu nahau, isipokuwa wale wana ahliya ile jambo. Wa inma abhamtu shurut al-mutawatir fil asli, na kama mimi nimezificha zile sharti za mutawatir katika asli, sijaanza kuziondoa kwa uwazi zaidi, ili annahu ala hadhihi al-kayfiyya, kwa sababu katika namna hii laisa min mabahith ilmi al-isnad, itakuwa sio katika mabhath za elimu ya isnad. Elimu ya isnad haya tunasema sio katika mabhath ya elimu ya isnad. Idh ilmu al-isnad, kwa vile elimu ya isnadi yubhathu fihi an sihhati al-hadith, panapekuliwa ndani yake katika mambo ya kusihi hadithi, au dhaifihi, au udhaifu wa hadithi, liyu'mala bihi, ili ifanywe kazi, au yutraka, au iachwe, min haythu sifatu ar-rijal, katika ile namna ya sifa zile za wale wapokezi. Ikiwa wapokezi madhubuti itachukuliwa, ikiwa madhaifu itaachwa. Wasiyaghul ada, na zile sigha za kusimulia hadithi, yani kwa vile vile kwa kuangalia zile sigha za kusimulia hadithi. Wal mutawatir la yubhathu an rijalihi, na mutawatir
hapa pekuliwi kuangaliwa wale wasimulizi wake, bali yajibu al-amalu bihi, bali inawajibika kuifanyia kazi mutawatir min ghairi bahthin, bila ya kutafuta upekuzi wa wale watu wake. Hapa itakuwa tumemaliza masala hadithi mutawatir kwa sana. Na hadithi mutawatir nataka kujua al-Imam Suyuti na kitabu al-Azhar al-Mutanathira fi al-ahadith al-mutawatira, Azhar al-Mutanathira في الأحاديث المتواترة. hapo atakuta mfano wa hadithi mutawatir. Kuna swali? Naam. Qala rahim